Ukiweza kuelewa ukuhani wa Yesu Kristo, utakuwa na ujasiri kwenye damu yake, utakuwa na ujasiri kwenye mwili wake, utakuwa na ujasiri kwenye kile ambacho amekifanya. In fact, utaenda mbali zaidi, utakuwa na ujasiri wa kupata kitu chochote kile kutoka kwa Mungu kwa sababu ya huyu kuhani wako mkuu ambaye yuko mkono wa kuume wa Mungu siku zote. Biblia inasema tena ndiye anayekuombea. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, na wiki hii tutaanza kuangalia Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu. Maana yake kumwamini Yesu Kristo hakutakiwi kuishia tu kwenye kuamini kuwa yeye ni mfalme na Bwana juu ya maisha yetu, lakini pia lazima tumwamini na kuwa na ujasiri kwake yeye akiwa ni kuhani wetu mkuu. Sasa maana yake nini yeye kuwa kuhani mkuu? Na kama yeye ni kuhani wetu mkuu, then kuhusu nini? Kwa yako mambo lukuki ambayo tutayazungumza, itakuwa ni wiki nzuri kabisa, wiki ambayo naamini kabisa itabadilisha maisha yako na kukuingiza katika uwanda mwingine na kuwa na ujasiri katika uhusiano wako na Mungu. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare, na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789 500242 0789 500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya uzaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni kiungo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unaenea hapa duniani kama ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alikusudia. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Hakika unafanyika baraka. Kumbuka, unapokuwa partner sio tu kwamba unasababisha watu wengi wafikiwe na injili kwa njia ya redio, lakini pia unasaidia pia hata katika uandaaji wa vipindi. Maana ili kuandaa vipindi inahitaji mazingira maalum, vifaa maalum na kadhalika na kadhalika. Kwa nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, nataka tupige hatua sasa. Kama nilivyokueleza, tumekuwa tukimwangalia Yesu Kristo ni nani. Kwa maana nini kumwamini Yesu Kristo? Kasema tunaangalia yeye ni nani, unatakiwa uamini kuhusu yeye ni nani, alafu kuhusu alifanya nini, kwamba aliagiza nini ama alifundisha nini, kuahidi nini na kuagiza nini. Lakini kipengele ambacho sikuangalia kwenye kuhusu yeye ni nani ilikuwa ni swala la yeye kama kuhani wetu mkuu. Na nilikuwa nimeiacha ije mwishoni kwa sababu ya haya ambayo nitakushirikisha na kueleza. Kwa moja kwa moja bila kupoteza wakati, nataka tuende tukaanze kwenye Waebrania mlango wa 3. Alafu tutaangalia vitu kadhaa. Waebrania mlango wa 3, nitaanza mstari ule wa kwanza. Anasema hivi: kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa huu mstari ama kifungu kinatuonyesha kwamba Yesu Kristo ni mtume na kuhani mkuu wa mwito wetu, na kwamba ni mwaminifu kwa Mungu kama ambavyo Musa naye alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo ina maana ni kuhani wetu mkuu aliye mwaminifu. Kwa lugha nyingine, kama yeye ni mwaminifu, maana yake ni kwamba tunaweza tukamtegemea, tunaweza tukawa na ujasiri kwamba atafanya kile ambacho Mungu Baba alikusudia afanye kwa niaba yetu. Sasa ni muhimu sana kuelewa hilo. Na katika ukuhani wake of course amechanganya na utume. Utume maana yake ni utume ni mtu aliyetumwa akiwa na ujumbe maalum chini ya mamlaka ya huyo ambaye amemtuma. Kwa lugha nyingine, ana mamlaka ile ya yule aliyemtuma. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana Yesu ametumwa na Mungu Baba, ndio maana mamlaka alikuwa akitembea nayo ni ile ambayo Mungu Baba anatembea nayo.
Lakini leo tunachotaka ama wiki hii nataka tuangalie kwenye swala la kuhani mkuu. Sasa kabla ya kwanza kuchambua habari ya kuhani mkuu, anasema mstari wa kwanza anasema, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu. Sasa anavyosema maungamo, anasema ukiangalia ndio tena sore. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Nataka kwanza nianze na tuanze ile neno kwanza, maungamo yetu. Neno ungamo hapa ni neno homologeo kwa lugha ya Kiyunani ama ya Kigiriki. Na homologeo maana yake ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu Kristo amewekwa na Mungu awe kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na kwa lugha nyingine, maungamo ambayo yeye anayasimamia ni pale ambapo tunazungumza kwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amezungumza kuhusiana na jambo lolote lile. Kwa hiyo kwa mfano, Mungu amesema nini kuhusu sisi? Tunaenda sawa? Mungu amesema nini kuhusu afya yako? Mungu amesema nini kuhusu fedha na uchumi wako? Mungu amesema nini kuhusu wajibu wako? Mungu amesema nini kuhusu mahusiano yako? Mahusiano yako baina yako wewe na yeye Mungu, mahusiano yako wewe pamoja baina ya wewe na watakatifu wengine, mahusiano yako wewe baina yako wewe na watu ambao si watakatifu. Amesema nini? Kwa lugha nyingine, Yesu Kristo anatuwakilisha mbele za Mungu kama kuhani mkuu pale ambapo tunakuwa tukizungumza kwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amekisema. Na kwa lugha nyingine, lazima basi uwe umemwelewa Yesu Kristo ni nani, alikuja kufanya nini, alifundisha nini na aliagiza nini. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo anavyosema maungamo sio kama ambavyo imezoeleka kwenye kanisa kwamba ni kutubu, ile inaitwa kutubu dhambi, kuomba msamaha wa dhambi. No. Anavyosema homologeo maana yake ni kuzungumza. Kwa hiyo kwa mfano, nitakupa mfano tu afu tutaendelea. Kwa mfano, chukulia mimi nimeokoka. Tuko sawa? Alafu pamoja na kuokoka nikajikuta nimeenda nimekunywa pombe, nimelewa. Kwa hiyo sasa nimeamka kesho yake asubuhi, alafu nashtuka kwamba jana nilikunywa pombe nikalewa. Natakiwa nifanye nini? Kulingana na mafundisho leo kwenye kanisa, maana yake ni kwamba natakiwa niombe rehema. Nianze kulia na kumwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni takataka, mimi ni konokono, mimi ni mjusi, sifai. Sasa ukifanya hivyo, hilo sio ungamo linalozungumzwa kwenye Biblia. Ungamo sahihi ni lipi? Kwamba Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwamba kupitia Yesu Kristo ninao msamaha wa dhambi sawa sawa na utajiri wa neema yako. Kupitia damu yake dhambi zangu zote zimeoshwa, zilizopita, zilizopo na zinazokuja. Na asubuhi ya leo napokea neema yako kwa ajili ya kuniwezesha, pamoja na rehema yako ya kuniwezesha kushinda hii changamoto ya pombe. Baba, asante kwa maana najua siko mwenyewe. Najua Roho wako yuko pamoja na mimi kwa ajili ya kuniimarisha na kunisaidia na kuniwezesha ili niweze kutembea kama ambavyo umeniita. Maana katika kuungana na Kristo umenifanya mimi kuwa mwenye haki, umenifanya mimi kuwa mtakatifu, sina hatia, sina mawaa wala lawama. Kwa hiyo asante kwamba neema yako pamoja na Roho Mtakatifu inaniruhusu na kuniwezesha kutembea katika uhalisia wa hili. Hilo ndio ungamo ambalo linazungumziwa, ambalo ukifanya hivyo Yesu Kristo analichukua na kulifanyia kazi. Na sio kusema mimi ni maskini, mimi ni dhaifu, nimezaliwa Zaburi yako ya 51. You can't do that. Sio ungamo linalozungumziwa hapa. Sijui kama unanielewa ninachozungumza. Sasa vipi kuhusu kusema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe? Kumbuka kitu cha kwanza, umekubali kweli umekosea, lakini haupigi kambi kwenye tatizo, unapiga kambi kwenye jibu. Na wengi mnapiga kambi kwenye tatizo badala ya kupiga kambi kwenye jibu. Na kwa sababu hiyo hamtoki. Sasa vipindi vilivyopita ndani nilizungumza na nikaelezea kwa kina, kwa hiyo utaelewa hilo. Kwa hiyo hilo lilikuwa la kwanza. Kwa hiyo tukirudi tena kwenye 3:1 anasema hivi. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni. Sasa huu mwito wa mbinguni ni kitu gani hicho? Anaposema heavenly call, huu mwito ni mwito unaohusu nini?
Maana yake ni kwamba tumeitwa tuwe watu wa Mungu, hilo ni la kwanza. Tumeitwa tumfuate Yesu ama tuwe wanafunzi wa Yesu, hilo la pili. Na tumeitwa tuweze kushiriki katika yale mema yote ambayo Mungu amekwisha kuyafanya kupitia Yesu Kristo. Huo ndio wito ambao tumepewa. Huo ndio wito ambao tumeitiwa. Nikirudi tukachambua kipengele kimoja kimoja, tutaangalia misari michache. Kwa mfano, ukienda kwenye tukisoma wa Filipi 3:14 na Timotheo wa pili, tutaanza kuangalia mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. Tutachambua vitu vichache pale afu tutasonga mbele. Okay, twende wa Filipi 3:14. Haleluya. Wa Filipi 3:14. Kumbuka, yote haya tunajadili rafiki, tunajadili katika muktadha wa kwamba tutaanza kichwa mstari wa 13. Tunaangalia katika muktadha wa kwamba Yesu ni kuhani wetu mkuu, mwakilishi wetu. Kwa anasema hivi, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushinda, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumalia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Sasa kwa lugha nyingine anasema nasahau hayo niliyofanya huko nyuma, natilia focus yangu, naangalia kile ambacho nimeitiwa. Sasa hiyo mede na nini ni lugha ngumu. Ngoja nisome kwenye neno afa nasoma kwenye TKU. Kwa neno anasema hivi, na kaza mwendo, mstari wa 14, nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa ili nipate tuzo ya mwito mkuu wa Mungu ambao nimeitiwa huko juu mbinguni katika Kristo Yesu. Sasa huyu ametafsiri kidini. Hajaitiwa, wito umetokea mbinguni kuja duniani, sio kwamba tumeitwa twende mbinguni. TKU anasema hivi, ninaendelea kupiga mbio kuelekea mwisho wa mashindano ili niweze kushinda tuzo ambayo Mungu ameniitia kutoka mbinguni kwa njia ya Kristo Yesu. Kwa anasema kuna huu mwito. Sasa mwito gani huo? Tukienda kwenye Timotheo wa pili, Timotheo mlango wa pili, Timotheo wa pili mlango wa kwanza, na kwa ajili ya kuokoa muda nataka kusoma mstari wa 9. Ingani katikati ya nitakia nianzie mstari wa 8 ndio story inapoanza, lakini nitaanzia wa 9 kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema ambaye alituokoa, yani Mungu alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutoharibika kwa ile Injili. Sasa huu mstari wa 9 na wa 10 niruhusu nisome kwenye Biblia ya habari njema. Tutapata kitu kizuri hapa. Tutapata kitu kizuri. Anasema hivi, haleluya. Anasema yeye alituokoa akatuita tuwe watu wake yeye mwenyewe. Yani Mungu alituokoa akatuita tuwe watu wake yeye mwenyewe. Okay. Si kwa sababu ya mastahili ya matendo yetu, si kwa sababu ya mastahili ya matendo yetu, anasema bali kwa sababu ya kusudi lake na neema yake. Kwa sababu ya kusudi lake na neema yake alitujalia neema hiyo kwa ajili ya Kristo Yesu kabla ya wakati, lakini imefunuliwa kwetu sasa kwa kuja kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye amekomesha nguvu za kifo, na kwa njia ya habari njema akadhirisha uhai usio na kifo. Kwa lugha nyingine anasema hivi, Mungu sawasawa na kusudi lake na neema yake ametuita katika mwito mtakatifu kupitia Yesu Kristo, na mwito huu unahusu sisi kuwa na uhai usiokuwa na kifo. Kwa lugha nyingine, wito kutoka mbinguni ni kwamba tumeitwa ili tuweze kuishi hapa duniani katika mwili milele. Huo ndio mwito ambao tumeitiwa. Sijui kama unaelewa rafiki. Sasa ndio maana unaye kuhani mkuu. Kwa ajili ya nini? Yesu yuko mbinguni mkono wa kuume, kama ambavyo nitakuonyesha kwamba anasimamia kuhakikisha tunafanikiwa katika. Lakini shida ni hii. Kumbuka tulipoanzia kwamba tukasema
Yesu ni kuhani mkuu, mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Nikakwambia ungamo ni kuzungumza kwa kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Na hapa tunaonyesha kwamba Mungu kupitia neema yake na kusudi lake kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, amekusudia, ametuita tuwe na uhai usiokuwa na kifo. Kwa lugha nyingine tuweze kuishi milele katika mwili. Ngoja niangalie labda TKU anasemaje. Anaweza anasema tofauti kidogo. TKU anasema hivi: alituokoa na kutuita katika maisha ya utakatifu, sio kwa sababu ya kitu chochote tulichokifanya wenyewe, bali kwa kusudi lake mwenyewe na neema, ambayo hiyo neema ametupa sisi kwa Kristo Yesu kabla ya mwanzo wa wakati. 10 anasema, na ambayo sasa hiyo neema imeonyeshwa kwetu kwa kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Yeye Kristo aliharibu mauti na kuleta uzima na kutokufa kwenye nuru kwa njia ya habari njema. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wito wetu wa mbinguni, kutoka mbinguni, Mungu ametuita tuishi milele, tusife. Kumbuka Adamu bustani ya Eden aliambiwa ukila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Kwa swali linakuja, Adamu asingekula angeishi muda gani? Jibu tunalifahamu, angeishi milele. Swali la pili, angeishi milele wapi? Mbinguni, duniani? Of course angeishi milele duniani. Kwa bado wito uko pale pale wa Mungu, anataka mwanadamu aishi milele hapa duniani katika mwili. Na ndio maana Yesu akaja akaharibu nguvu za mauti, akabatilisha mauti, akaisambaratisha mauti. Na kwa njia ya Injili, njia ya habari njema, tunaambiwa sasa tumeitiwa tuweze kumwamini Yesu Kristo, na ukimwamini uweze kuwa na uhai usiokuwa na kifo. Sasa baada ya kumwamini Yesu Kristo, unatakiwa nini? Uanze kuzungumza kwa kukubaliana na Mungu kwamba Mungu asante, sitakufa bali nitaishi nisimulie matendo yako makuu. Mungu asante, Baba asante, kwa maana kupitia Yesu Kristo umebatilisha nguvu za mauti, umeiharibu mauti, umeniweka huru, umesambaratisha dhambi, umeniweka huru. Na sasa katika kuungana na Kristo nina uwezo wa kuishi milele na milele hapa duniani katika mwili. Asante kwa kuwa roho yule yule ambaye alimfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani mwangu, na sasa hivi anauhuisha mwili wangu ulio katika hali ya kufa, na sawasawa na neno lako na neema yako na kusudi lako, basi naamini nitaishi milele katika mwili. Sasa shida hatusemi hivyo. Tunasemaje? Tunasema kila nafsi lazima itaonja mauti. Mstari ambao hata kwenye Biblia haupo. Tunasema nini? Kwamba watu wote lazima wafe. Tunasahau kwamba Elia hakufa, Enoch hakufa. Tunasahau kwamba Mtume Paulo anasema kwamba wakati wa kuja kwake Yesu Kristo kuna watu watakuwa wako hai. Soma Wathesalonika wa kwanza mlango wa 4, soma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Sio wote anasema hatutalala sote, hatutakufa sote. Sisi tutakaosalia, wako watu watakaosalia, lakini kanisa limeaminishwa kwamba watu wote lazima wafe, na dunia nayo imeamini kwamba watu wote lazima wafe, na kwa maana wamekataa mwito wa mbinguni. Na mwito wa mbinguni ambaye Yesu ndiye kuhani wetu mkuu, ndiye mtume. Na kwa nini ni mtume? Ni mtume kwa sababu yeye ndo mwanadamu wa kwanza kushinda mauti, na mwanadamu ambaye hatawaliwi na mauti. Soma Warumi mlango wa 6. Anasema kwa kuwa Yesu amefufuka, mauti hamtawali tena, hafi tena, wala mauti hamtawali tena. Kwa hiyo ni mtume, ni mwanzilishi, an apostle, messenger, mjumbe. Lakini sio hivyo tu, ni kuhani mkuu, kwa maana ya kwamba baada ya yeye kushinda, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba kuhakikisha kwamba wale wote ambao wataamini katika Yesu Kristo na kukubali huu mwito wa kuishi milele hapa duniani katika mwili, basi yeye anakuwa mwakilishi wao mkono wa kuume wa Mungu Baba kuhakikisha kwamba hawataonja mauti. Sasa swali ni moja tu, je, unasadiki? Martha aliulizwa, je, unasadiki? Akasema nasadiki ni Kristo, akaogopa. Amaka aliambiwa yeye anaamini mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye ambaye ananiamini naye anaishi na kuniamini hata kufa kabisa. Je, unasadiki hili? Baada ya kusema naam Bwana nasadiki, akaogopa akasema nasadiki kwamba ni Kristo. Swali alikuwa hilo. Je, Yesu asema, je, unaamini kwamba mtu anayeniamini mimi ambaye anaishi sasa hivi katika mwili hata kufa kabisa? Sasa haitegemeani na nguvu za kibinadamu, haitegemeani na juhudi za kibinadamu, haitegemeani na maarifa ya kibinadamu, inategemeana na kuhani wetu mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Sasa huu ni utangulizi tu rafiki. Yako mambo mengi ya kuzungumza. Tutaanza kuangalia anafanyaje hii kazi ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanaitikia mwito wa mbinguni hawafi, wanaishi milele. Sasa kumbuka, huyu Bwana Yesu ni kuhani wetu mkuu na anajua changamoto zopitia. Tena nikuonyeshe kitu moja. Sasa tuko kwenye Waebrania. Turudi tena Waebrania mlango wa 2. Waebrania mlango wa 2. Nianze mstari wa ngapi? Taanza mstari wa 8.
lakini nitaanza mstari wa 8 kwa maana ya kwamba 8b. Anasema kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu, yani chini ya mwanadamu, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa baada hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake, yani chini yake mwanadamu. Anasema ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko Mungu, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima. Anasema ili kwa neema ya Mungu aonje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo ile neema inayozungumzia kwenye Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 9 na wa 10 ndio hii neema hapa, kwamba kwa hiyo neema, kwa Mungu kupitia neema yake alikusudia kwamba Kristo aonje mauti kwa ajili ya kila mtu. Sasa kwa nini ameonja mauti kwa ajili ya kila mtu? Ameonja mauti kwa ajili yako, ameonja mauti kwa ajili yangu. Kwa nini? Ili wewe usionje na mimi nisionje. Kwa kitu pekee kitakachofanya wewe uonje mauti na mimi nionje mauti ni kutokumwamini Yesu. Ni kutokukubali kuitikia mwito wa mbinguni ambao unatakiwa kuwe tuingie kwenye maisha yenye uhai usiokuwa na kifo. Kwenye kutokuamini kwamba Yesu kupitia kufa na kufuka kwake aliharibu mauti, kama ambao nitakuonyesha. Kwa hiyo tunaendelea, anasema hivi. Okay. Anasema nianze mstari wa 9 tena. Anasema ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko Mungu, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi wafikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii aone haya kuwaita ndugu zake, akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa kuimbia sifa. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye, na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Sasa 14 sikia anavyosema. Anasema hivi, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye, yani kwa maana ya Yesu, vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kitendo cha Yesu kwenda kufa msalabani ilikuwa ni njia ya kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, ambaye nani? Ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Anasema maana ni hakika hatwai asili ya malaika, yani Yesu hakutoa asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Abrahamu. Kwa hiyo Bwana Yesu hakutoa asili ya malaika, ametoa asili ya mzao wa Abraham, kwa lugha nyingine mwanadamu, asili ya mwanadamu. Anasema hivyo ilimpasa, yani Bwana Yesu kama kuhani wetu mkuu, kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Sijui kama unaliona la rafiki. Kwa hiyo anasema Bwana Yesu ametoa asili ya mwanadamu ili aweze kuwa kuhani mkuu anayeweza kutuwakilisha vyema mbele za Mungu. Lakini pia yeye ameonja, kwa neema ya Mungu ameonja mauti kwa ajili ya kila mtu, na kwamba kwa njia ya mauti yake pale msalabani alimharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Na kwa maana hiyo ametuweka huru. Na kwamba tunapoamini sana kuitikia wito wetu wa mbinguni, majaribu tutakutana nayo. Kwa kuwa na yeye alijaribiwa kama sisi, basi ana uwezo wa kuwa mwaminifu na kuwa na rehema katika kutuwakilisha sisi mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu amejaribiwa kama sisi. Ukisoma Waebrania mlango wa 4 tutasoma kipindi kinachokuja kwamba alijaribiwa katika mambo yote lakini pasipo kutenda dhambi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hakuna jaribu ambalo mimi nitalipitia au wewe utalipitia ambalo Bwana Yesu akukabiliana nalo na kulishinda. Na kwa kuwa alikabiliana nalo akalishinda, basi anaweza kutuwakilisha mbele za Mungu. Sasa mwito huu wa mbinguni hatuishi kwa kutegemea nguvu zetu na juhudi zetu. Tunauishi kwa kumtegemea kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Tunauishi kwa kumtegemea mfalme wetu Yesu Kristo. Tunaishi kwa kuwezeshwa na roho wa mfalme wetu ambaye ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Wakristo wengi sana kwa bahati mbaya hawajawahi kufundishwa wala hawajawahi kutafakari nafasi ya Bwana Yesu kama kuhani mkuu. Na kwa maana hiyo hawajui watarajie nini kutoka kwake, na kwa maana hiyo hawajui anafanya kazi gani sasa hivi kama kuhani mkuu mbele za Mungu.
In fact, mbali zaidi hawajui hata huko nyuma alifanya nini. Na kwa maana hiyo wanashindwa kufaidi, na kuamini kwao kunashindwa kuwa kamili kwa sababu hawalijui hilo. Na ndio maana wiki hii tunataka tupige kambi, tumwangalie huyu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye alitoa asili ya mwanadamu ili aweze kutuwakilisha. Sio tu kwamba kutuwakilisha katika ni kutuwakilisha mbele za Mungu na kuweza kuwa mtetezi wetu. Kuna mambo mengi sana kuzungumza. Ukiweza kuelewa ukuhani wa Yesu Kristo, utakuwa na ujasiri kwenye damu yake, utakuwa na ujasiri kwenye mwili wake, utakuwa na ujasiri kwenye kile ambacho amekifanya. In fact, naenda mbali zaidi, utakuwa na ujasiri wa kupata kitu chochote kile kutoka kwa Mungu kwa sababu ya huyu kuhani wako mkuu ambaye yuko mkono wa kuume wa Mungu siku zote. Biblia inasema tena ndiye anayekuombea. Sasa swali langu ni hili: umewahi kufundishwa habari za Yesu kama kuhani mkuu? Na kama umewahi kufundishwa, unatenga muda kiasi gani kumtafakari yeye kama kuhani wako mkuu na kuitumia ipasavyo hiyo huduma yake, hiyo ofisi yake ya kuhani mkuu, kwa niaba yako, kwa niaba ya wengine, kwa manufaa ya ufalme wa Mungu? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati.